Ni kukaribishe tena mtazamaji wa Zone Media. Uko nami tena Victor Moshi, ambapo jeshi la ulinzi la Israel IDF limeshiriki picha za wanajeshi wake wawili waliouawa katika shambulio lililofanywa na wapiganaji wa Hamas kusini mwa ukanda wa Gaza katika eneo la Rafah. Kwa mujibu wa taarifa ya Jewish Breaking News, mashambulizi hayo yalitokea baada ya kundi la Hamas kujitokeza ghafla kupitia handaki lililokuwa ndani ya eneo linalodhibitiwa na IDF na kufyatua kombora la RPG dhidi ya mashine ya kuchimba excavator ya jeshi hilo. Shambulio hilo liliwaua Meja Yaniv Kula miaka 26 na Sajenti Mkuu Itai Yavetez miaka 21, wote kutoka kikosi cha Nahal 932, huku askari wengine watatu wakijeruhiwa. Baada ya tukio hilo, jeshi la anga la Israel IAF lilijibu kwa mashambulizi makali katika maeneo ya Rafah, likilenga hasa mitandao ya maandaki inayodaiwa kutumiwa na wapiganaji wa Hamas, ikiwa mfumo mmoja uliowahi kutumika kuhifadhi mateka. Tukio hili limeongeza mvutano mpya kati ya Israel na Hamas, huku makabiliano yakizidi kuongezeka licha ya juhudi za kimataifa za kutafuta suluhu ya kudumu katika eneo hilo linalokumbwa na vita kwa muda mrefu. Hali ya kutositishwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza imeendelea sasa baada ya rasmi jeshi la Israel IDF kulituhumu kundi la Hamas kwamba limeanzisha mashambulizi kwa kuvunja makubaliano ya kuweza kusitishwa kwa vita katika ukanda wa Gaza. Hapo awali kulikuwepo na lawama nyingi kwa jeshi la Israel pamoja na viongozi wake, wakilaumu kwamba Hamas imekiuka taratibu hizo baada ya kuweza kutorejesha mateka wote ambao ni mfu kwa wakati, baada ya kuweza kuchelewa kurejesha miili ya mateka ambao walikuwa wamefariki baada ya kutekwa katika shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023, ambapo mateka 28 walikuwa wanadaiwa kwamba walikuwa wamefariki hawajarejeshwa nchini Israel. Baadaye tukaona lawama nyingi sana, mwisho wa siku mashambulizi hapa na pale. Mwisho wa siku Hamas ikaweza kushambulia Israel leo hii mapema, na Israel kuweza kufanya mashambulizi anga ambayo hadi hivi sasa yamethibitisha kwamba vita vimerejea tena katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, nitakujuza kila kitu ambacho kinajiri huko. Salia na Zone Media, mahala pekee ambapo utaweza kupata taarifa hizi kwa ukaribu na undani zaidi. Mimi ni Victor Moshi.